Mimi kwa majina naitwa Farida Faith Nasoro, ni mkurugenzi wa kampuni ya Golden Key Organic Processor. Golden Key Organic Processor ni kampuni inayojihusisha na bidhaa za afya na upendo. Napenda sana kusoma, kutafuta maarifa. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kupitia kwenye vitabu mbalimbali, nikapata hiyo mbegu ambayo inazalisha mafuta. Lakini lengo langu kubwa kwanza ilikuwa ni kuzalisha mafuta ya kupikia. Baadaye nikaona kwa nini silete kwenye vipodozi, sababu mimi bado niko kwenye vipodozi pia. Nikaanza kununua mbegu kwa wakulima. Nilikuwa nanunua labda debe 2, debe 3 na leta hapa Dar es Salaam, tunaanza kuchambua, tunaanza kufanya processes zingine mpaka tunapata mafuta. Lakini ilikuwa inanipa gharama sana, sababu nipate mbegu kwa mkulima, nilete huku kiasi ni kwa uchache, kwa hiyo gharama inakuwa kubwa kuliko zao lenyewe ambalo nilikuwa nalo. Baadaye nikatafuta zaidi maarifa kupitia kwa watu wengine, nikapata sasa uhusika wa kupata miti michache ya kuisimamia kwa ajili ya kupata mbegu za kwangu mwenyewe. Mbegu ya Alani Blackia tunazalisha mafuta ambayo tunazalisha kwa ajili ya ngozi, halahala za ngozi na shida mbalimbali za magonjwa ya ngozi. Lakini pia Alani Blackia Butter inasaidia mfumo mzima wa mtu ambaye anasumbuliwa na ngozi ya muda mrefu, labda kama na pumu ya ngozi. Alani Blackia inasaidia hiyo shida ya ngozi. Mbegu inakaa ndani ya miaka 12 chini ardhini, ndio inakuja mti wake unakuja kuzaa. Ndani ya miaka 12 unaanza kupata mbegu. Kwa hiyo ni miti ya asili, inapatikana Lushoto, ndio iko mingi sana. Jina lake la asili inaitwa mkimbo au msambo. Ukisema tu mkimbo, kwa wenyewe wanajua. Tuna wakulima wetu ambao wanatuangalizia hili zao kwa muda mrefu, na tunasimama katika kilimo cha hizo Alani Blackia kuanzia kwenye mbegu mpaka mafuta. Tunavuna, tunaleta mbegu, tunakagua, tunaondoa uchafu. Tunapoondoa uchafu, tunakuja tunazianika ili zikauke. Zikishakauka, tunakuja sasa kwenye hatua nyingine ya kwenda kuzipeleka mashine kwa ajili ya kubanguliwa. Zitabanguliwa aidha kwa mashine au kwa kutumia vibarua. Watazigonga na kuwa vipande. Baada ya hapo tunaziingiza tena kwenye kuzisaga, tunapata unga ule wa mbegu ya Alani Blackia. Kishapata unga, tunakuja kwenye hatua nyingine ya kuchemsha. Tunabandika maji jikoni na tunachukua unga wa Alani Blackia, tunautia kwenye maji. Ukishautia kwenye maji utachemka, una masaa kuchemka. Ndani ya masaa 2 au 1.5 tunaanza kuvuna mafuta. Njia ya kuvuna mafuta tunatumia njia yetu ya asili, sababu tunachemsha kama nilivyosema. Kwa hiyo yatakapochemka mafuta yanakuja juu, mabaki ya mbegu yanabaki chini. Maji kabisa yanakuwa chini kabisa. Kwa hiyo mafuta tunayatoa, tunaweka pembeni. Kishaweka pembeni mafuta, tunayaacha. Baada ya muda tena tunayachuja tena. Lakini tukishachuja hapo sio kama tayari uchafu umetoka, hapana, itakuwa na maji. Inatakiwa tutoe baadhi ya vumbi ya ile Alani Blackia. Kwa hiyo hapo inayokuja tunachemsha yale mafuta, tumechanganya na maji. Chemsha ndani ya masaa 2 au saa 1.5 tegemea na ukali wa moto. Baadaye tunachuja tena. Kishachuja yale mafuta, tunayaacha ndani ya masaa 2 mpaka 3 yaanze kuganda. Yakishaanza kuganda, tunaangalia je, weupe wake umeng'aa kiasi gani. Kama bado unakuwa na mabaki ya mbegu, tunairusha tena. Ili nia yetu sana ni kubwa pale kusafisha ile Alani Blackia iwe katika muonekano mzuri. Kwa hiyo tutachemsha tena kwa awamu nyingine. Ikishachemsha, ikishatakata, tunaingia hatua ya kuiblend ili sasa iwe tayari kwa ajili ya matumizi. Tutaiblend kwa kutumia mashine
au kama utaichanganya kwa kutumia mkono, na maana ni uwezo wa mhusika mkuu. Lakini sisi tutablend kutumia mashine ya kawaida tu ya nyumbani. Kisha blend pale, sasa inakuwa iko tayari kwa matumizi. Na baada ya hapo, Alani Black unaweza kutumia kama raw material kwa ajili ya kuzalisha mafuta mengine. Mfano kuna mafuta yetu sisi yanaitwa Mango Body Butter. Mango Body Butter tunatumia mafuta Alani Black, tunazalisha Mango Body Butter, lakini inazalishwa kutokana na kopo la embe isiyokomaa. Tunaisaga embe isiyokomaa, tunailoweka kwenye mafuta Alani Black ambayo yasiyoganda. Kwa hiyo tunapoweka tunaendelea kukoroga ndani ya siku 7. Baada ya siku 7 tunatumia tena rojo la embe iliyoiva. Kuna embe zinaitwa embe dodo. Kwa ile embe dodo tunavuna ile rojo yake. Ile rojo tunaifunga kwenye vitambaa, tunaingiza tena kwenye yale mafuta. Lakini nje ya yale mafuta ya Alani Black tuna mafuta mengine ambayo tunaongeza mafuta ya nazi, tunaongeza mafuta ya olive, tunaongeza argan oil, tunaongeza hapo, tunaongeza tea tree na rosemary katika kuboresha hiyo mafuta ya Mango Body Butter. Nje hapo lakini pia tunaweka na vitamini A kwa ajili ya kuboresha mafuta. Upande wa afya tuna bidhaa za mfumo wa upumuaji. Mfano kama una shida ya mafua, kifua, katika mfumo wa upumuaji unashindwa kupumua vizuri, ni pia kama una shida ya asthma na vikohozi, flu zile za mara kwa mara, tuna product ambayo inatengenezwa na asali ya nyuki wadogo na viungo vya chai. Lakini pia tuna mmea wa mkomamanga, pomegranate tunatengeneza bidhaa nayo ya afya. Kwa mtu ambaye anasumbuliwa sana na upungufu wa damu, anatumia pomegranate powder kwa ajili ya hiyo kuzalisha cells nyekundu za uzalishaji damu. Lakini pia anaweza kutumia hiyo pomegranate powder kwa ajili ya ulcers. Maana kama na vidonda vya tumbo anaweza kutumia kuunga ukamsaidia. Changamoto yangu kubwa sana ni mashine. Bado sina mashine ya kukamulia. Mashine na cost almost milioni 56 na ina pati kama 3. Ndio ina kipengele cha boiler, kinakuja hiyo kipengele cha mashine yenyewe ambayo ya kusaga. Alafu kuna mixer. Maana ina pati 3. Kwa hiyo mashine ndio inaonifanya nishindwe kusonga. Hata ninaweza nikapata order ninashindwa, namwambia kabisa kwamba sitaweza sababu sina mashine. Siwezi nikamwambia kwamba niko tayari alafu nazalisha kwa mkono, sababu bidhaa ninayozalisha inatoka moja kwa moja shambani, na inapotoka shambani bado na process zile za kienyeji, na maana bado ipo kwenye ubora zaidi, haina kuchakachuliwa. Iko hivyo. Kwa changamoto yangu inapata, yani ndio itanifanya labda mtu mwingine anaweza akasema bidhaa hii labda imechanganyika na isikia harufu fulani. Bidhaa yangu ninapoipeleka mashine kwenda kusaga, labda ipate itoke unga na tukia na harufu nyingine. Ukipeleka kwenye mashine zile za kukatakata nazi, ukipeleka kule unakuta bidhaa yako inakuja na harufu ya mafuta ya nazi. Unajikuta ule ubora wa harufu yake ile Alani Black inakuwa pale haupo, na anashindwa kujitangaza nje, sababu hiyo pia ni changamoto. Na siwezi kusema kwamba kwa kipindi hiki siwezi kusema kwamba nitamudu kwa haraka ili niondokane na hii changamoto.